Miaka yote imeonekanika kipindi cha uchaguzi kinapokuja, mambo yanaonekanika kuwa mepesi kwa watu wanaposema lakini mwaka 2025 mambo yatakuwa magumu kupita maelezo. 2025 ni mwaka mgumu kupita maelezo. Tunachotakiwa sisi ni kuomba, kwa sababu moja vitu nilivyoona, fedha imekuwa adimu kupita maelezo, lakini pia niliona hata eneo la moja ya sehemu ambapo watu wataathirika ni kwenye upande wa mafuta. Ni kwa upande wa mafuta. Mwaka jana niliongea, nilisema kipindi hichi kutakuwa kuna mvua, mwaka ambao ni mwaka huu kutakuwa kuna mvua, lakini hakutakuwa na kilio cha njaa Tanzania. Wangapi wanaikumbuka hiyo? Hatujaisikia njaa, si ndio hivyo? Lakini mwaka 2025 kuna njaa inakuja. Hivyo kama taifa tunatakiwa kuomba. Mimi na wewe tunatakiwa kuomba. Wewe na familia yako tunatakiwa kuomba. Mungu natusaidie. Na zaidi ya yote katika level hiyo au katika nafasi ya taifa, ombea kitu kinachoitwa amani. Ombea kitu kinachoitwa nini? Amani. Vituo ambavyo vimechomwa moto takriban 38 vinafanya kazi zaidi ya 300 ambao wote wapo nje ya kazi sasa hivi. Tumewapatia likizo bila malipo mpaka pale vituo vitakavyotengenezwa upya na vianze kazi. Kwa hiyo madhara ya kuhusisha siasa na biashara ya mtu ambaye ameijenga kwa mapenzi yake, kwa uzalendo, kwa faida ya nchi yake na wananchi pia, kwa kutoa ajira nyingi kwa vijana, sio sawa sawa kwenda kuchoma kwa kuhusisha na umiliki wake na tumezungumzia ni kuhusiana na masuala ya usalama kwa ujumla wa sekta ya mafuta ama biashara hiyo kwa ujumla, kutoka mkoa wetu wa Dar es Salaam kwenda mikoa mingine, lakini ndani pia mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kikubwa tumewaashua kwamba serikali iko bega kwa bega na wao katika nyakati hizi zote, kuhakikisha kwamba tuna provide ulinzi wa kutosha katika mazingira yao ili biashara hizo ziendelee kuwa salama nyakati zote. Shughuli za kiuchumi kusimama, maduka kufungwa na wananchi kushindwa kununua mahitaji yao licha ya kuwa na pesa mkononi au kwenye simu. Ndiyo hali iliyokumba baadhi ya maeneo ya mikoa ya kanda Ziwa baada ya vurugu zilizotokea kuanzia Oktoba 29 hadi Novemba mosi mwaka 2025. Na nukuu, hali ilikuwa kama sinema. Kwa mara ya kwanza nilishinda njaa mimi na watoto wangu, anasimulia mkazi wa Bwiru Salome Jacob.